Haleluya! Basi ni kweli njema ambayo Kristo ametujalia siku ya leo kwa watu ambao hawakukanyaga kwa mlango wa kanisa. Leo nimekuja nikuhubirie hiyo siku ikifika, usije ukasema Mungu ya kwamba sikuhubiriwa, utakumbuka siku ya leo. Kwa hivyo siku ya leo ya kwamba kuna Mungu ambaye anakupenda, anapenda kila mmoja ambaye hukwenda kanisani au kutoka kanisani, basi Mungu anakupenda, na ndio maana amekutuma kwako nikuhubirie siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nawakaribisha kwa neno la Mungu. Kwa hivyo siku ya leo nakaribisha wakutangulia wale wote wanasikia habari njema. Wacha tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu tunakuita, tunakutukuza Baba, tunakuinulia ibada nyingine siku ya leo kwa wapita njia, kwa wanabiashara, kwa wote ambao wanasikia sauti yako Baba, tunaomba neno lako na jina lako litukuzwe katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amen. Basi tunaenda kusoma Yeremia 17 verse 9 and 10. Neno linasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, na una ugonjwa wa kufisha, na uchunguza moyo, na ni mimi Bwana niuchunguzaye moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Basi hilo ndio neno ambalo Yeremia anatuambia wewe mwanadamu ambaye leo hii hautaonana na mlango wa kanisa, lakini siku ya leo kwa sababu Mungu anakupenda, ndio maana nimetoa kazini na bado naenda kumsaidia. Na nimeambia watu wa kumsaidia, kuna watu hawajaenda kanisani leo mpaka wafikishiwe neno. Ndio hiyo siku ilifika, basi usije ukaambia Mungu Mungu sikuhubiriwa. Utakumbushwa ya kwamba kuna kamchungaji kaliacha crusade na kaambia watu, ngojeni kwanza niende kwa soko ya Ruiru nikahubiri mahali pale. Ndio hiyo siku wapendwa wenzangu, ya kwamba Yesu anaongea, anasema katika John 6 ya kwamba hukumu yake ni ya haki. John chapter 5 verse 30, ya kwamba hukumu yangu itaonekana ya haki. Na siku ya leo nimekuletea habari njema. Yeremia anaongelesha wana wa Israeli. Mungu alimpatia neno ya kwamba Yeremia aweze kuambia wana wa Israeli ya kwamba moyo umejaa kuficha. Nami nimekuja, ninataka kuongea na moyo wako mwanabiashara, moyo wako mpita njia, moyo wako wewe mzee, kijana, wewe mwanabiashara. Leo nimekuja niongee na moyo wako. Si Yeremia anaongea, ni James ama mchungaji. Yeremia alienda, saa hizi Yeremia ni James anakuongelesha ya kwamba moyo wa mwanadamu umejaa kuficha, ya kwamba ni Mungu anayechunguza moyo wa mwanadamu. Nami siku ya leo sijui moyo wako wewe mzee, sijui moyo wako wewe kijana, sijui moyo wako wewe mwanabiashara. Siku ya leo moyo wako umeficha nani? Moyo wako umeweka nani? Siku ya leo basi, kama kuna vitu umeficha, basi Mungu anasema in Yeremia 17 verse 10, ni mimi ninayechunguza moyo. Kwa hivyo hata kama kulikuwa na vitu ambavyo umeficha ndani ya moyo, wewe dada, wewe mwanabiashara, pasta wako hataona, mchungaji wako hataona,
na viwete wataona, lakini Mungu anaongea ni nini? Mungu anayechunguza moyo. Kwa hivyo ile dhambi ulitenda kwa siri, ile dhambi ambayo ulitenda ukiwa peke yako kwa blanketi, hiyo dhambi sio pasta aliona, ni Mungu aliona. Dhambi ni ile ambayo uko peke yako, dhambi ni ile ambayo umejificha pasta wako, dhambi ni ile umejificha wazazi wako. Basi hiyo dhambi, wacha nikwambie siku ya leo, Mungu ndiye aliyechunguza na alikuona ya kwamba umeficha dhambi ndani ya moyo wako. Basi siku ya leo hata wale wametoka kanisani, je, moyo wako umeficha nini? Labda wewe umetoka kanisani lakini ulifanya boso, hiyo siri haujai ambia pasta wako, hiyo siri hiyo haujai ambia mtu yeyote, haujai kiri mbele ya mchungaji wako. Basi neno linasema hiyo ni siri ya moyo wako, na ni Mungu anachunguza moyo wako. Jinsi ulifanya abortion ukarusha mtoto kwa dada, wapendwa wadada, hiyo abortion ambayo ulitenda ukarusha mtoto kwa dada, huyo mtoto hajakufa, wewe ulirusha kwa dada na ukafanya abortion, lakini wacha nipigie simu, mtoto hajakufa. Yes, customer. Kwa hivyo chunguza, ulimrusha kwa dustbin gani? Kama ni kweli, kama ni kweli na nzuri ngapi, kumbuka hapo na madhara sana. Siku gani ambayo ulifanya abortion ukarusha mtoto kwa dustbin? Huyo mtoto hiyo siku basi kama kiatu labda kiatu bado anakungoja ile wakati utafika kwa ule mlango, huyo mtoto atakuelezea akuulize, ni mimi uliyenirusha kwa dastbin. Basi leo nasema utajibiwa kwa haki, mtoto ataingizwa kwa uzima na wewe utaingizwa kwa ziwa la moto. Nami nitakuletea habari njema mkitajia wewe ambao umetoka kanisani. Basi labda kuna dhambi ya siri, labda kuna dhambi ya siri, na dhambi hii ni wewe peke yako ulifanya. Labda kuna dhambi ya moyo haujai kiri mbele ya mchungaji ama mbele ya bishop wako. Basi hiyo dhambi ya moyo ndio neno linasema, Yeremia anasema ni mimi ninayechunguza moyo. Mungu anasema ni mimi ninayechunguza moyo. Ni kwa sababu gani? Ukisoma Yeremia 17:9 ya kwamba moyo wa mwanadamu umejaa kuficha. Basi na wewe umeficha. Mzee, kama wewe kijana ama mzee ulizalisha Kakamega mwanamke wenyewe, msichana wenyewe, na umeoa na ukaambia huyu msichana hana boso, basi huyo mtoto bado ako hai, anakudai. Huyo mtoto hajakufa. Hata kama ulipatiana pesa mzee, huyo mtoto atolewe. Basi mzee, siku ya leo nimekuletea habari njema. Hiyo dhambi ya moyo wako ya siri, anza kutubu. Maana kuna watu wako na dhambi ya moyo. Ndio maana Mungu anaongea ya kwamba ni mimi ninayechunguza moyo. Ulijivika pasta, ulijivika mama yako, lakini kumbuka Roho inasema macho ya Mungu yako kila mahali. Proverbs 15:3, macho ya Mungu yako kila mahali. Kwa hiyo yalikuona ambapo ulitoa mimba, mzee ulipatiana pesa, mtoto akatungwa kwa damu. Basi hiyo ndio dhambi ya siri ambayo Mungu anasema ni mimi ninayechunguza moyo. Wewe dikoni
siku ya leo kuna dhambi ya moyo, uko na dhambi ya moyo, basi nimekuja kukwambia ni Mungu anachunguza moyo wako, si pasta wako, si mwanadamu. Ni Mungu anachunguza moyo wako. Ya kwamba Mungu anasema uko negera masio hivi naenda atoma hapo nione ambaye mwenye ako na akili siku ya leo siku ya leo nimekuja kunena na moyo ambayo umeficha dhambi, ile dhambi ambayo umeficha miaka mingi ndani ya moyo wako. Basi siku ya leo nakwambia utafunuliwa wazi dhambi ambayo umeiweka kwa miaka mingi. Mama, wewe umeolewa nini, lakini huyu mzee ambayo umeolewa naye ukimpeleka nyumbani unasemanga ya kwamba hawa ni watoto wa kike yangu, kumbe ni watoto wako ulizaa na uokozi. Hiyo dhambi na siri ya leo anaona. Basi nimekuja kukwambia tubu, sema ukweli, ambia mzee wako hawa watoto watatu ni wako, kama nataka kwa baba yao kwa baba yao, kuliko kuficha dhambi ya moyo alafu mwishowe wewe utapeleka kwa. Ndio maana Mungu anasema umejaa kuficha. Je, moyo wako umeficha nini? Labda wewe mwanabiashara kuliwa mtu kisha hiyo pesa kuliwa watu, basi hiyo dhambi ya moyo. Mungu alikuwa basi nimekuletea habari njema ya kwamba dhambi ya moyo wako. Yesu alisema katika Mathayo chapter 6 verse 21, mahali hazina yako iko, hapo ndipo moyo wako utawekwa. Mahali hazina yako iko, hapo ndipo moyo wako utawekwa. Kama ulikufa mtoto kwa dhambi, basi kumbuka siku ya leo, basi moyo wako utaelekeza jehanamu kabla haujakufa. Basi hazina yako iko wapi? Hazina yako iko wapi? Hazina yako iko wapi? Wewe unayenisikia, labda hazina yako iko kwa mzee wa labda hazina yako iko kwa mtambo wa kando, labda hazina yako iko kwa waganga. Sasa Yesu anasema mahali hazina yako iko, hapo ndipo moyo wako utawekwa. Je, moyo wako utawekwa wapi? Tunaambiwa na Yeremia ya kwamba katika Yeremia 17 verse 9 ya kwamba moyo wa mwanadamu umejaa kuficha. Sijui umeficha nini, lakini ni Mungu anayechunguza. Siku ya leo umeficha nini ambayo haujai ambia pasta wako? Umeficha nini kwa miaka mingi? Umeficha nini wewe mzee? Umeficha nini mama? Umeficha nini maisha yako? Basi ndani ya moyo wako, basi kama umeficha, siku ya leo kuna Yesu wa rehema, kuna Yesu ambaye ni wa msamaha. Ukileta moyo wako na ukiri dhambi zako za moyo wako, anakusamehe. Siku ya leo ni Mungu anayechunguza moyo wako. Na nimemaliza. Basi kama wewe umeficha dhambi, basi siku ya leo wewe tubu kwa ajili ya moyo wako, kwa sababu Mungu anataka moyo wako. Baba, katika jina la Yesu, takasa watu wa mahali hapa na wafunike na damu Yesu. In Jesus' name I pray. Amen.
Namaliza hapa.